Safi, Bwana Mudavadi anasema kwamba picha hii inaonyesha baada ya MCA na wabunge kuweza kuwa kwamba ni chama cha UDA kimeweza kuchukua nafasi hizo, basi ni wazi kwamba chama cha UDA kitatawala 2027 na kama kuna lolote la kuzungumziwa mpaka 2032. Mheshimiwa Shirako, rais wa bunge la mwananchi ukanda wa magharibi, kwamba mkae rada, manake 2027 si story ya kuzungumziwa. Wewe unaonaje? Bwana Nelson, uwezi ukatumia results za by elections ku project a general election. In fact, me wanasema by elections are not even elections. And if you remember, there is a time mimi niliwahi sema we need to change our constitution. Tubadilishe katiba, tutoe vitu za by elections. Kwa sababu by elections are not elections. These are selections. Pesa za mwananchi zinatumika pale na results kuna watu wenye wanaamua. For instance, mimi nataka nikuulize, kwa nini ward yenye imekaa 3 years without an MCA iende ifanye by elections kuchagua MCA mwenye atafanya kazi kwa mwaka mmoja na wanatumia all those monies? Kitu ambacho kimetendeka Kabarasi, kitu ambacho kimetendeka huko Isiolo, kitu ambacho kimetendeka kule Meru, hauwezi ukatumia hizo results ku project kwa 2027 UDA inaenda kuwin. Kwa sababu gani? Zile pesa ambazo zinatumika kwa by elections ni nyingi sana compared na zile pesa ambazo zinatumika kwa general election. Kwa sababu utapata kwa mfano kiti cha West Kabarasi kama hicho chenye hiyo Elfas amepata, unapata kwa Ruto ameweka pesa pale, mamilioni ya pesa, more than 20 million. Mshahara ya MCA ni pesa ngapi? 200,000. So hata huyu mtu akwe MCA kwa miaka 20 hawezi akarudisha pesa yenye Ruto ameweka pale. But Ruto is not interested in getting that seat. He's just interested kwa kuonyesha watu kuwa yeye ndio mbabe. Malala through DCP ameweka pesa ngapi pale? Wakati unasimama MCA kwa general election, hata governor hajuangi kama wewe ndio umesimama, even the president himself. Lakini sasa unaona by election unakuwa gazeti na unakuwa congratulated mpaka na president. Lakini wakati utaenda kusimama hiyo kiti 2027 in a general election, hakuna mtu atakuletea pesa, utangangana pale. Huyo Ruto mwenye unapigia simu huyo saa hizi akishika hiyo 2027 hata pia atakuwa anangangana kwenda 2 term hata kuja kushika hiyo simu. Kwa hivyo results za general elections haziwezi kuwa dictated na results nyingi zimetoka kwa by election. Na mimi naomba, na mimi nikipata nafasi nitakuja kutoa hii mswada huko bungeni. Siku moja mimi nitajipata bungeni. By elections isikue, kwa sababu by elections zinaleta 1, watu wanapoteza pesa mingi za umma. 2, watu wanapoteza maisha. Uliona ni watu wangapi waliuliwa wakati kulikuwa na by elections pale? Watu walitolewa matumbo wakati wa panyako. Unakumbuka vizuri? Kwa hivyo the best thing we can do is to assume hizo vitu ambazo zimetendeka kwa by election. Na if also we were to look at it, angalia watu wa ODM atalinda ground. Tunajua vizuri Kakamega inakuwa ngome ya ODM. Hao watu wa linda ground wanalinda ground, lakini kila nafasi kitoka hapo wanaachia UDA. Nafasi kitokea wanaachia UDA. Nafasi kitoka hapa Kakamega, mahali ambapo imekuwa bedroom ya baba, mnaachia UDA, nyinyi mnasema thank you UDA for winning. So you ODM, which seat are you going to win? Nikumaanisha hata 2027 kiti ya governor mtaenda kusema ni UDA. And this one I can tell you here, mtakuja kuniuliza, unaona huyu Savula ameingia kwa UDA? Savula 2027 hana biashara na Barasa. Savula 2027 anataka kusimama governor. Kwa hivyo wewe Barasa, hata huyu Savula mwenye unamwona huyu, unajua ni mjanja. Savula amefanya siasa, hii ni term yake ya 3 kwa siasa. Lakini Barasa hajafanya siasa. 2027 Savula anaenda kusimama UDA governor Kakamega County na anaenda kuoppose huyu Barasa ambaye ni boss wake sahi. Kwa hivyo watu mnajilia sijui mimi ni chairman wa ODM, sijui mimi tunalinda ground, tunafanya nini? Angalieni chama chenyu watu wa ODM. Acheni kudanganywa na UDA, acheni kudanganywa na William Samoei Ruto. Mheshimiwa Mudavadi, labda utajibu, lakini pamoja na haya napenda ulizungumzia hili. Tumekuwa na vurugu katika kituo cha kupigia kura cha Imbiakalo, na tuliweza kuona hata hivyo maafisa wa usalama waliweza kuhakikisha kwamba kuna hali ya usalama ambayo imeimarishwa, na labda tu kwa sababu ya changamoto zingine kumekuwa na kulaumiana wakati wanafanya ile Thanksgiving kwa Shalaha. Ni kwamba Safaruk pamoja na gavana Barasa walitaka kwamba wale ambao walihusika katika vurugu hizo waweze kuchukuliwa hatua na wale ambao waliweza kuathirika waweze kupokea matibabu, lakini hatujaona yoyote ambaye amelaumu namna IBC iliendesha uchaguzi. Inamaanisha kwamba IBC Kongangari 2027 itadeliver. Unajua nafurahia sana cause unajua kungekuwa na shida wale opponents ungekuwa wameenda kotini kusema kwamba uchaguzi ulikuwa na shida
tuliibiwa ama tulifanywa nini, lakini hakuna hata mmoja ameenda kotini kumaanisha aliridhika na ile uchaguzi ambayo ilifanyika. Kitendo na watu kuanza kuvamia watu, hiyo ni kitendo ambacho na kilaani sana. Manake unajua ukiangalia na opposition walituma watu kule. Visanga zilifanyika na watu wenyewe walikuwa wahusika na wale watu walikuwa opposition. Unajua na tukisema ndugu zetu waanze kutumika hivyo, tutapoteza vijana wengi sana. Unajua mimi kama kijana, hata kama sina pesa, tusikubali tutumiwe kwa sababu shilingi 200, 300 kufurahisha mtu fulani. Kama ni lazima kwamba uende usike kwa ile kitu, ambie yule mtu nataka kuwa mstari wa mbele, alafu mimi nikufuate. Hiyo ndio itaonyesha ya kwamba at least hata mtu atajua kwamba yenyewe hapa kuna kitu inaumiza mtu. Lakini mimi nimekutuma mahali, mimi nakaa kwa nyumba yangu na ngoja matokeo, nasikia ulikufa. Sasa unajua na mtu akikufa, unajua kuna ile mzigo anaachia familia kule nyuma. Hiyo kitendo na kilaani sana. Lakini kura ya Malava ilifanyika kwa wazi na hakuna yeyote yule ambaye amecomplain ya kwamba aliibiwa. Waliridhika. Ni sarakasi tu zilitokeza hapa na pale, lakini polisi walijaribu kucontrol na zikaisha. Hivyo tu. Zungumzia hili ambalo Mheshimiwa Shiraka amesema kwamba 2027 Ayubu Savula anaenda kusimama ugavana. Mimi naamini Ayubu Savula sana ni deputy governor Kakamega County. Na kila najua haiwezi kamruka governor. Wamekuwa marafiki wa karibu sana. Hata wakati aliingia UDA alikuja mwenyewe kwa public akawaambia I support Governor Fernandez Barasa mpaka 2032 ndio atafikiria kitu kingine, kwa sababu hata yeye mwenyewe anajua mtu ambaye amesimama na yeye sana ni huyo Governor Fernandez Barasa, na wamekuwa wakifanya na yeye kazi kwa ukaribu sana. Ndio maana ukiongelea kila mahali governor anakuwa Savula anakuwa, kumaanisha ni marafiki, hakuna yule ambaye anaweza kaasi mwingine. Tuingie katika maeneo ya Mumias. Mheshimiwa Shirako, tumeweza kuona ni kama penye governor anakutana na Mama Elsie, hatutarajii mkutano uwe wa amani mpaka mwisho. Si mara moja tumeona mkutano wa juzi sana umekuwa pale Bulimbo, na aliyeathirika ni mwaniaji wa kiti cha uwakilishi wanawake ambaye ni Asiko Abuti. Akaweza kuvurugwa pale na akisema kwamba kulingana na yeye anasema kwamba wahuni wa gavana. Mimi sina ubaya na gavana, lakini wahuni wa gavana. Hivyo ndivyo aliweza kusema na hata kaandika kwenye mitandao. Unadhani kwamba kuna ukweli wote ama ni kumchafulia tu gavana jina kwamba yeye ana wahuni ambao anawatumia kunyamazisha wale ambao wanampinga? Nelson, uwezi ukotofautisha Barasa na goons hapa Kakamega. Na mahali headquarters ya goons wa Barasa ni Mumias. Unajua Nelson, mimi natoka Mumias, huko ndo mimi nimezaliwa, huko ndo mimi nimelelewa. Na sisi watu wa Mumias ni watu ambao tulikuwa tumezoea pesa. Kwa sababu ile kampuni ya Mumias Sugar wakati ilikuwa inafanya kazi, pesa haikuwa shida kwetu. Lakini 2015 wakati kampuni ilikuja ikaangamia, wakazi wa Mumias walibaki hoi hai. Mtu ambaye alikuwa amezoea kujichumia, kujitafutia pesa, ikawa hakuna njia nyingine mbadala ambaye anaweza kutumia kutafuta pesa. Sasa huyu Barasa kutoka kule Mumias anajua vizuri shida ya hawa watu. Hawa vijana wanataka pesa. Kwa hivyo pesa kidogo tu wao watafanya jinsi wanavyotaka. Ni jambo la kusikitisha sana kuwa yule kiongozi ambaye angesaidia vijana wa Mumias anawatumia kwa njia mbaya. Na kama kuna sub county yoyote ama region yoyote ambayo iko na insecurity, highest levels of insecurity, ni hiyo region ya Mumias, the Sugar Belt. Kutokea Mumias East kwenda Mumias West, Matungu, Butere, sasa imeanza kuingia kwa Isero. Kuna tukio limetendeka usiku wa kuamkia jana, na ni tukio la kusikitisha sana kwamba wahuni 6 waliingia kwenye police post wakavamia maaskari. Kuvamia maaskari, mmoja akauliwa, wakajeruhi wengine 2 pamoja na bibi ya mmoja, na wakatoroka na bunduki 2 aina za G3 na risasi karibu 40. Bwana Nelson, nitakwambia kuwa hili tukio lilitukia kwenye my own village, mahali pa mimi nimezaliwa. Na mimi nikisema kuwa Mumias hakuna insecurity, nasema jambo ambalo najua.
Viongozi wetu wakina Barasa hawataki ku tackle the real issues. Unachukua police station unaweka kule kwa village, police station haina stima. Unaona hiyo police station ambayo walivamia, stima hakuna pale. Askari ni watatu wanatumia mshumaa ama hizi daylight, hizi nini za mkopa, hizi taa za mkopa. Wewe utachukua haje watu ambao wanafaa kulinda wananchi, uwaweke pale na risasi na bunduki, alafu unawatupa kwa giza. Hakuna CCTV, hakuna generator, hakuna stima. Zile transformers ambazo zinaweka kwa village ni transformers zenye zimeharibika, reject. Huko Mumias stima inaweza potea na irudi baada ya miaka 2. Stima ikipotea 2022 itarudi 2027 wakati wa general elections. Enda Musanda police station ambayo sasa hii police station ambayo imekuwa, hii police post imekuwa attacked, iko under Musanda police station. Musanda police station OCS pale ni mama, anaitwa Karen. Mama mzuri sana, mama msomi, anajua kutangamana na wananchi. Lakini kwa police station yake unaenda pale ukiripoti saa 2 usiku, unapata yule mama anamulika na tochi ya simu. Hebu niambie, hii ni serikali ya aina gani? Badala ya hawa viongozi kama Barasa, badala ya viongozi kama Naika ku address such kind of issues, wao ni kungoja kwenda kupatia mama zetu shilingi 100, wao ni kungoja kwenda kuchukua vijana wetu kuwatumia kama guns. Na Barasa naye ameenda chini sana, kwa sababu guns wa Barasa kazi yao mimi nimekuambia ni kuchapa wa mama. Kama gun wa Barasa hachapi mama Elsie, anachapa Asiko, na wanapeleka guns mpaka kwa kanisa. Huu ni uongozi wa aina gani? Ndio sisi tunasema watu wa Kakamega mlifanya makosa 2022. Tusirudie hiyo makosa 2027. Barasa na gunsu wake lazima waende nyumbani, tupate kiongozi mwenye ata-empower hawa vijana wafanye kazi inayoonekana. Kwa sababu bila vijana kulipwa na wanasiasa, hakuna hawatafanya hizo vurugu. Na kama unakumbuka 2016 ilikuwa ni around mwezi wa 11. Tena vile vile kuna majambazi waliingia Buka police post, wakaiba bunduki 7 na risasi 100. Hapa Mumias bado, Buka bado iko Mumias. Kwa hivyo ile shida ambayo iko Mumias, ni shida ya insecurity, ni shida ya ukosefu wa usalama, inaletwa na ukosefu wa ajira. Viongozi wenye tunaweza pata, wenye wanaweza, if we can get leaders wenye wanaweza address shida ya ukosefu wa ajira, hata shida insecurity tutaimaliza. Mheshimiwa Mudavadi, gavana kwamba hajafanya la kutosha kuona kwamba maisha ya watu wake katika kaunti ya Kakamega yanaimarika. Zingatia sana eneo la Mumias, pita mpaka Matungu vile, na ndio maana tunashuhudia visa vya ukosefu wa usalama. Kauli yako. Kwanza ni kurejelea na nijibu mwenzangu kwanza kule story ya mama Elsie kuchapwa ama kufanywa vitu mbaya. Unajua mama Elsie ni mtu wa sarakasi sana. Na si mara ya kwanza kufanya sarakasi. Kuna matanga ilikuwa Ikolomani, hata kuna video ilionyesha alikuja na rungu kama gavana Barasa anaongea, akataka kupiga gavana. Unajua ni mtu ambaye anatafuta sarakasi, apate cloud kutoka kwa watu, waseme wamhurumie. Mumias tumemzoea, sisi tumemzoea. Kwa sababu hata Mumias hiyo yeye mwenyewe ndiye aliunda. Ukienda tu vizuri utapata ndiye aliunda hiyo sarakasi ya watu kuonekana kwamba watu wako wamepigwa, na hakuna mtu alipigwa. Kwa sababu I'm sure kama uliangalia ile video mzuri, sidhani kama kuna mtu alipiga mama Elsie. Sidhani. Mama Elsie ni mtu wa sarakasi. Ni mtu anaweza unda sarakasi na ionekane ni ya ukweli. Kulingana tu hata ukirejelea ile ambayo ilifanyika Ikolomani na rungu. Na alikuwa sijui hata naweza nikamweka aje. Ni mama mzuri, lakini awache sarakasi, akuja aombe kura, aambie watu wakati nimekuwa women rep nimefanya kitu fulani. Maneno ni security Mumias. Unajua wanasema usalama unaanza na wewe mwenyewe. Kama ndugu yangu analia hakuna usalama Mumias, yeye ndiye anafaa kuwa wa kwanza kuelimisha wale vijana. Tunaelewa ya kwamba unajua Kenya huwezi ajiri kila mtu. Huwezi ajiri kila mtu Kenya, hapana. Kuna vile ile sheria zinafaa, kuna sheria ambayo na govern mwajiri na mtu ambaye anaajiriwa. So maneno ni security Mumias. Unajua viongozi wenyewe wakikaa waanze kuhamasisha watu kuhusu usalama. Sidhani kama tukio kama ile linaweza likafanyika Mumias. Na hiyo inaanza na sie pamoja wakiungana. Kwa sababu ni community administrator wanafanya kazi pamoja na sub chief. Wakuja waungane. Kuna kitu kitambo kilikuwa inaitwa Barasa.
Unajua baraza ilikuwa ni kuunganisha watu, malalamishi inakuja. Tunaona vitendo fulani zinafanyika. Tutafanya aje kusuluhisha hizi vitendo? Unajua ukishafanya pale, utapata kuna yule ambaye atakuja kuambia kwamba niliona fulani akifanya kitu fulani. Na from there you will build ya kwamba tukitaka, kuna kitu kunaitwa nyumba 10. Kuna wakati nyumba 10 iliangamiza wezi wote, majambazi wote ilimaliza. Hiyo ndio vitu ambayo inafaa serikali iangalie pamoja na kaunti zishirikiane, zirudishe ili kuleta ile usalama kwa area. Kwa sababu unajua ukileta hapa nyumba 10, out of pale kila mtu atidentified atasema kwamba fulani afanye kazi. Utapata baadaye kuna vijana wengi. Kijana afanye kazi, utapata kijana anavaa kiatu ya 4,000, anavaa nguo 3,000, ako na pikipiki, nyumba amejenga permanent. Ukiangalia kijana afanye kazi. Unajua kulingana na security huyo ndio inafaa uanze na yeye. Unamuuliza, wewe tunaona unafanya ABCD na ufanye kazi. Hii pesa ambayo unafanyia hii vitu unatoa wapi? Unajua security utapata tu ya kwamba ukishika yeye watatajana wote. Waseme kwamba tunafanya na fulani. At the end utapata kama kuna yule kiongozi wao, utashika hiyo kiongozi, utapata security kwa area imerudi chini. So ni serikali ya county pamoja na serikali ya national government waendeleze ile mradi ilikuanga yenye walikuwa wanaita kwanza baraza kwa wananchi. Wawazamishe kwamba kuna ile tunaweza tukafanya hii maneno ya usalama ikue, na kuangamiza ni kudili na yule ambaye anafanya nini, anaanzisha hiyo kitu. Mheshimiwa Sharako, tupige hatua. Tumeona G8 mara ya kwanza walipinga pendekezo la kuondolewa kwa Sifuna. Alafu baadaye wameenda Ikulu na ikanyamaza. Haijakuwa wazi kama kweli wako upande wa linda mwananchi ama linda ground. Na zingatia kwamba wengi wa G8 wako ndani ya ODM. Wengi pia wa G8 hawaungi mkono gavana Barasa, lakini wanaunga mkono broad based. Ni siasa gani ambayo inafanyika katika kaunti ya Kakamega na hawa wanaenda upande gani? Manake kama hawaungi gavana Barasa ambaye anaunga kila ambacho anaunga pale juu, wanaweza kuwa wanapiga siasa gani? Kabla sijazungumzia uamuzi wa G8, nataka nirudi tu kwa hilo swala ambalo tumezungumzia na niwaambie kwa Bwana Nelson, Mumias ndio sub county peke yake penye mama zetu wanalala na ng'ombe kwa bedroom moja. Kwa sababu ng'ombe pale ikiwa kwa zizi lake kama kawaida, kwa hizi venye kuna kwao kwingine, ng'ombe itaibiwa. Hii ng'ombe ukiweka kwa sitting room na wewe ulale kwa bedroom, utapata hiyo ng'ombe imeibiwa. Kwa hivyo inabidi hii ng'ombe ulale nayo kwa bedroom. Yaani mama amelala pale lakini anasikia ng'ombe ikingorota. Na kuna viongozi, gavana anatoka kule, tuko na MPs akina Naika, tuko na akina na Bulindo Oscar wakazao kupigana na MCS, tuko na Aseka Miradi, tuko na Tindi Mwale. Kile ambacho wanafikiria ni kwenda State House kupewa pesa na kurudi kuimba tutam. Na kuunganisha hilo na maneno ya G8. Sisi hapa Western sana Kakamega hatuna viongozi. Viongozi wa Kakamega hawapeani mwongozo. Viongozi wa Kakamega ni bendera fuata upepo. Wao hufuata mahali ambapo wananchi wapo. Ukiangalia election ya 2022, wakati Raila alikuja na hiyo wave Azimio, unajua ni viongozi wangapi waliingia kwa ODM? Kwa sababu ODM ndio ilikuwa kusema Kakamega, si ndio? Na Bakolo Wangwesa alikuwa kwa Jubilee, alienda ODM, si ndio? Kwa sababu ODM ndio ilikuwa inashabikiwa. Tindi Mwale alikuwa ANC, akaenda DAP na akajipata kwa ODM. Bernard Shinali kutoka Ikolomani alikuwa UDA, alijipata wapi? UDA mani alikuwa Jubilee. Kwa Jubilee. Wakati alikuwa Jubilee, alikuja akafuata ODM kwa sababu ODM ndio ilikuwa kusema. Sasa hizi ukiona wamenyamaza hivi, wanapima weather, wanaangalia upepo. Unaona ile kitu tulikuwa tunaita windsock kwa JC. Upepo ukiangalia huku, angalia huku. Upepo kienda huku, anaangalia huku. Sasa hawa watu kufikia 2027, hata sasa unasikia wanaimba tutam. Kama Sifuna ataendelea kuja bila nakuja hivi, hao watu utakia sikia tu sisi ndio Sifuna. Sisi ndio Sifuna.
Hata huyu Barasa utajipata hivi anasema sisi ndio Sifuna. Sikudanganya. Wao wanafuata upepo. Yeah. Hakuna siku hata moja ambayo kiongozi ameenda peana mwelekeo akasema sasa mimi kama MP wenu naona twende kwa hii chama ninyi wote mnifuate huko. Wao wanaenda mahali penye wananchi wanatangulia. Na umeona juzi kutokana na hiyo mkutano ambayo imekuwa hapa ya Linda Mwananchi. Si walikataa kuattend mkutano. Wananchi walikuja. Next time kukiwa na mkutano kama hiyo watafuata wananchi pale kwa hiyo mkutano. Ambia Sifuna atengeneza mkutano mwingine Linda Wananchi hapa Kakamega. Next week utaona. Hao viongozi wote wenye walikosa kukuja watafanya nini? Watamfuata. Kwa hivyo sisi viongozi wetu na sisi tunasema 2027 kama tutakuwa viongozi badala ya kutupea mwelekeo sisi ndio tunawapea mwelekeo, then we'd rather do without them. Kwa sababu hawatusaidii chochote. Maendeleo hawatusaidii, mwongozo hawapeani. Wao kazi yao ni kwenda kuchukua pesa State House na kurudi na kukaa kutulia na kungoja wananchi watasema namna gani. Kwa hivyo G8 vinaona wao pia ni Sifuna. Anasema kwamba G8 ni timu Sifuna na kwamba 2027 bila shaka wataweza kusoma ground inasema nini na wataweza kufuata vile. Mheshimiwa Mudavadi, zungumzia hili. Tunatarajia kwamba level 6 itaweza sehemu ya kwanza ama phase 1 itaweza kuzinduliwa mwezi Septemba mwaka wa 2026 na katika sehemu hiyo ni kwamba itakuwa na vitanda 750 kwa ushirikiano wa serikali ya kaunti ya Kakamega na serikali ya kitaifa. Ni kwamba tunatarajia kwamba hospitali itakuwa inasaidia wengi, manake ni hospitali ya rufaa. Vile vile Gavana Barasa amekuwa akisifia sana ujenzi ambao unaendelea katika uwanja wa Buhungu, lakini wapinzani wake Mheshimiwa Shiraka hapo atasema kwamba hakuna kitu kinafanyika. Manake anasema kwamba linganisha na wakati Oparanya aliacha na kila ambacho kimefanyika sasa hivi, hakuna makubwa ambayo yanaweza kufanyika. Hivi unaweza kuzungumzia vipi tunapoanza huu mwaka? Manake siasa zimeanza, lakini maendeleo gavana nakumbuka ama pia atakuwa katika siasa hizo. Unajua, jambo la kwanza nashukuru na identify ya kwamba wanafungua by the end of this year level 5 inafunguliwa. Na hiyo ni maendeleo baadhi kwa ushirikiano wa gavana wetu Fernandez Barasa na national government. Na unajua si tu kwamba hospitali inafunguliwa, hapana. Unajua kuna hiyo hospitali general inaitwa referral and teaching. Utapata sasa wale wanafunzi wa kujifunza, mafunzo itakuwa inafanyika, tutakuwa nayo pale. Utapata sasa badala ya sisi kuwa referred to other hospitals, wagonjwa wetu wataenda wapi? Utapata hospitali imeajiri watu wengi sana Kakamega, kwa sababu tutahitaji watu kusaidia pale. Si kwamba ile daktari anafanya hii, utapata kuna ile mwananchi wa chini naye kuna kitu atasaidia kufagia, daktari hawezi fagia. Kuosha hospitali hawezi. Utapata ajira ya pale imeimarika. Utapata watu around the area, the community now. Kuna nyumba zitajengwa kwa sababu wale madaktari lazima waishi within the area. Itasaidia wale watu wako within pale. Na ushirikiano wa Gavana Fernandez Barasa. Na hiyo ni maendeleo ambaye yeye ni one of the agendas ambazo anapush. Aone mwananchi wa Kakamega anaunufanyika nayo. Alimaliza ile Butere. Tukimaliza hiyo tunaenda kuna nyingine Shamahubu. At the end of this year, before the end of this year, tutakuwa tumefungua hiyo level 4 hospital. Ambaye tena itasaidia the people, the locals within pale. Na itaajiri watu wengi. Na ni agenda zake ambazo anataka aone wananchi wa Kakamega wakinufaika nazo. Tukienda Buhungu Stadium. Saa hii unajua saa hii Buhungu hata ukiangalia it's an international stadium saa hii. Kwa sababu sisi tunajivunia by the way, acha nikwambie. Is among the 4 stadium ambayo iko na carpet. Ukiangalia chini yake ambayo ingeisha tu ngone kitu kama hiyo Kakamega. Na ushirikiano na yeye. Unajua tunalaumu yeye kabisa na anajaribu by the way, acha nikwambie. Hiyo stadium pesa ilikuwa ishatoka kujenga stadium. Ukianza kufuatilia hiyo pesa ilitoka ya kuunda hiyo kiwanja na haipo. Na unajua kuna vile utaenda kwa budget nyingine kutoa hiyo pesa kuunda ile stadium. Kwa sababu kuna vitu zingine nafasi run kupitia ile budget ambayo serikali inakupatia. Yeye akaona ya kwamba kwa ushirikiano na Rais na Ruto waende wamalize ile kiwanja ikamili, of which at the end of this year tutakuwa tunatumia kiwanja. Na ambaye kama haingekuwa na urafiki na yeye na Rais Ruto, hiyo kiwanja haingeisha. So mimi nalaumu sana wakati watu wa Kakamega ikiwamo mwenzangu akisema kwamba hakuna kitu gavana amefanya.
ni jambo la kusikitisha sana, kwa sababu nikienda hiyo eneo ambayo unasema Mumias, Oparanya kitoka Mumias ilikuwa imeanguka, lakini kupitia kwa ushirikiano wa rais na governor, Mumias ndio inafanya nini, na kazi utapata kazi. Unajua Mumias is not something yenye utaamusha tu mara moja, na kitu yenye inakuja pole pole. Utapata hata vijana inasema in security na nini, utapata security imerudi wapi? Na ile kitu ambayo naweza nikaambia ndugu yangu, unajua Kakamega iko kwa ramana ya juu sana, na kupitia kwa ile kazi ambayo Fernandes Barasa anafanya, ndio inafanya inakuwa hivyo. Kwa hiyo angekuwa ni mtu mwingine ama enda kaunti zingine, utapata ile miradi ambayo gavana alitoka, yule ambaye alitoka mamlakani aliwacha, iko stand still. And at the same time you are expecting your governor anafanya kitu ingi. Wale governor wamefocus kwa vitu zao, lakini zile ambazo pesa zilikuwa zimewekwa na yule gavana mwenye alikuwa akatoka na kukamilisha hiyo miradi imesimama hivyo, lakini huyu naye anataka make sure zile miradi zote zimekamilika, na at the same time naye anafanya miradi ya ile ambayo mtaona, because at the end of the day utauliza na wewe ulifanya nini, utakuja kumuuliza 2027 ulifanya nini. Lazima akuwe na ile kitu ambayo atakuja kuambia watu wa Kakamega. Ndio maana naambia ndugu yangu, tusikuwe tu watu kudanganya wananchi tukisema kwamba governor afanye kazi. Governor Barasa anafanya kazi. Sasa hiyo ukienda Bukhungu Stadium, there is a change. There is a big change of which at the end of this year Bukhungu itakuwa inatumika na itakuwa international stadium the way it is. So ni kumpatia humble time, aendelee kumaliza zile miradi zenye governor mwenye alitoka aliacha na zile zake zingine, so that 2027 lazima ataleta kitu kwa meza, aambie wananchi wa Kakamega nilifanya ABCD, na wananchi wenyewe wataona. Kama saa hii hata yeye mwenyewe, unajua saa hii hawezi kuja Kakamega akiwa mgonjwa saa hii. Karibu na yeye ni Butere, anaweza kimbia Butere afanye nini, na hospitali ambayo tumesaidia yeye, tumeleta karibu kwake, inamsaidia. Mheshimiwa Shirako, mara nyingi tunapokuwa katika mahojiano haya, mazungumzo haya, Mheshimiwa Mudavadi atataja hospitali ya Butere, Shamahuvu, referral, atataja pia uwanja wa Buhungu, atataja Tumbeni Dairy Mill pale, atataja pale Lugari ile unga mill fuko, na akasema kwamba tatizo lenye hujapata huo unga ni kwa sababu unaenda dukani kama maisha unaenda dukani jioni na unga watu wanagangania watu wanagangania asubuhi. Kwa hivyo dukani utakuwa unaenda asubuhi ndio upate unga wa fuko ili kwamba uweze kuupata. Kando na hivyo, ni nini kingine unadhani kwamba gavana Barasa na upande wake wanaweza tetea kwamba ni maendeleo wameweza kufanya? Maana mara nyingi wanataja hivyo. Maendeleo ambayo Barasa amefanya yangekuwa yanaonekana tungezungumzia. Kufungua tu hospitali ya Butere ambayo alipata kama ni milango tu zilikuwa zimefungwa, nini afungue. Hiyo ndio kitu cha maana. Unaona hii hospitali ya rufaa yenye Simon anazungumzia. Hospitali Oparanya kitoka pale alikuwa ameacha 500 million za kukamilisha hospitali. Sijui Barasa alipeleka wapi hizo pesa. Hii Buhungu yenye anaita International Stadium, kitu cha maana ambacho Barasa amefanya ni kuandika Buhungu International Stadium na kuweka carpet. Other than that, hakuna kitu kingine Barasa ameongezea hapo. Na tena hiyo Buhungu Stadium Oparanya alimwachia 500 million shillings ambazo Barasa hatujua alipeleka wapi. Na next week na expect Barasa aende kwa Senate Public Accounts Committee ya Senate. Na hizi ndo maswali ambazo mimi natarajia Boni Halwale aulize huyu gavana hizo pesa milioni 500 zenye zilikuwa za hospitali ya rufaa, milioni 500 zenye zilikuwa za Buhungu Stadium, na milioni 200 za ile barabara ya Butali kwenda kule Chegule huko ndani. Nafurahia kuwa nimeona maendeleo hospitali ya rufaa inaendelea vizuri. Lazima, unajua wanasema mgala muwe lakini haki yake mpe. Lakini mimi nina wasiwasi, acha hii hospitali kamilike, tutafute gavana ambaye ata manage, kwa sababu Barasa ameshindwa ku manage general. Ukienda general bwana Nelson uko upande ya mother and baby, utapata vitanda za mama ambao wanataka kujifungua, inabidi muende in shift. Huyu aingie, mwingine akae chini kwa sakafu akingoja. Wale mama ambao wanakuja, unajua mtu akienda kujifungua hawezi enda peke yake. Kuna wale mama ambao wanawakampani. Wale wa mama bana Nelson wanalala kwa corridor chini kwa sakafu wakingojea watu wao wajifungue pale. Hiyo hospitali moja hii, madawa hakuna. Unatumwa kwenda kununua mpaka gloves.
Sasa wewe niambie, huyu Barasa tukikuwa naye 2027 ameshindwa kumanage hii General Hospital, Referral Hospital ataweza? Hawezani nayo. Enda kule Mumias, Oparanya alijenga level 4 hospital, mahali aliachia ndio iko mpaka sai. Hospitali haina gate, hospitali haina fence, na ni Mumias mahali penye Barasa anatoka. Kumaanisha mgonjwa anaweza ingia na atoke at will. Hata mtu anaweza ingia auwe mgonjwa. Tumeona zikitendeka, tumeona hata huko Kenyatta Hospital maneno kama yakitendeka. Wale wagonjwa wa Mumias level 4 hospital hawana usalama. Anything can happen to them and the governor is there. Na si eti governor hana pesa. Huyu mtu kwa financial year ambayo mwaka imepita, equitable share kutoka kwa national government amepewa 12 billion bwana Nelson. Barasa amefanyia kazi gani? Yeye mwenyewe amecollect 1.4 billion hapa from his own resources. Kwa hao wafanyikazi hao ameokota 1.4 billion. In total amekuwa na 13 billion. Huyu gavana badala ya kutumia 13 billion kwa maendeleo, huyu gavana anatumia only 3 billion. Bilioni 3 peke yake. 10 billion Barasa anakula na kina Simon kama mishahara na ma MCS na magoons. Unaona? Even the Public Finance Management Act inasema kuwa as a governor you are supposed to spend at least 30% of your collection in development. 30% ya 13 billion is not 3 billion. Hiyo ni about 20% peke yake. And you are supposed to spend at least 30. Ikienda hata 50. Wewe wakati unapewa budget ya 13 billion na unatumia bilioni 3 kwa kufanya maendeleo ambayo wananchi wakiangalia hawezi wakaona. What kind of leadership is that? You collecting 13 billion. Juzi kumekuwa na moto imewaka hapa Kefe. Gari ilitoka West Kabras kuja kuzima moto hapa. Disemba kumekuwa na moto imewaka hapa Joyland. Nyumba ya Mheshimiwa Vincent ilichomeka mpaka ikaisha. 4 bedroom house. Ukienda hapa kwa ofisi kwa department ya fire station, hizo magari zote zenye Oparanya iliwacha zimekwama. Magari zote zenye county council iliwacha zimekwama. Watu wanaandikwa kazi pale kwa fire station, unapata mwenye ako in charge is not even qualified, ni plumber. Anasema mimi hata moto ikiwaka mimi sijui ndazima namna gani. Kwa nini hawajazima hii moto? Ni kwa sababu gari moja la moto clutch imechomeka. Nelson, kutengeneza clutch ya gari inaweza cost pesa ngapi? Ingine unaambiwa haina maji. Kwani hii maji ambayo inachotwa hapa milimani hapa, hii maji inauzwa pesa ngapi? Na governor mwenyewe ukiangalia kwa statement zake hapa, hii financial year ambayo imeisha, amecollect 5 million kutoka kwa wakazi wa Kakamega in the name of fire compliance. Unalipa pesa ya fire compliance and yet moto ikitokea, mkasa wa moto ukitokea, they cannot save you. Why are you collecting 5 million from the citizen of Kakamega when your fire station does not work? Vitanda ziko pale kwa hiyo fire station ukienda. Shopping haikosi. Imegeuka kwa Airbnb. Watu ni kulala pale, kuleta warembo wao pale. Mtu akikuja kuriport mambo ya moto, wanasema sisi hatuna uwezo. Alafu ni mtu mnasema ati governor anafanya kazi. Hiyo unga mnaniambia ati inaenda anapata duka kama imesha. Mimi ugali nakula kila siku. Hakuna siku nakosa kwenda kwa supermarket kununua unga. Mnaniambia ati napata fuka. Hiyo fuka kwanza ni kala gani bwana Mudavadi? Ni rangi gani? Hiyo kampuni mimi niliangalia wakati mtu amespend 700 million bwana Nelson. Barasa alipatia hiyo savula wake huyu 700 million na kaenda China kuleta hiyo kampuni ambayo ya kusiaga unga huko. Wakaka huko Chekalini. 700 million za wananchi ambazo zimekuwa invested pale. Mimi nilikuwa naangalia nione hii kampuni imeletea Barasa pesa ngapi. Hakuna. Manufacturing sector does not bring anything to this county. Apart from that, Barasa amechukua 100 million amepa invest ati ya kununua mahindi kutoka kwa watu wa Kakamega ya kusiaga unga pale. Hizo 100 million zimekunywa maji. 700 million za kuleta hiyo mimi naita kisiagi kwa sababu sasa ile yake ya Nuru Okanga, hata afadhali ya Nuru Okanga anasema inampea 250. Hakuna hata shilingi ambayo inaleta kwa watu wa Kakamega. Kule Mumias ameenda amejenga sijui tinia fertilizer. Kampuni ya fertilizer ilifika wapi? Fertilizer gani imetoka pale Matungu? Hakuna. Ukiangalia hapa Tumbeni hadi ng'ombe ziko pale tu. Nasikia ametumia 500. Sijui how 200 million. Sasa ng'ombe 5, do you need 200 million kuweka ng'ombe 5 mahali kwa zizi la ng'ombe? Sasa that's what mimi nawaambia. Fernandez Barasa is just incompetent. Na incompetence yake it's even above the nini. Unaona hata kwa revenue collection. Hizi miaka zote
hii ndio the first year ambayo baraza revenue collection imeenda chini by 1 billion. Hata mwenye kucollect ushuru hawezi. Ile ushuru ambayo ana collect hawezi akatumia. Kwa hivyo watu wa Kakamega sisi tunachukia baraza. Lakini tunaona kuwa baraza ameshinda kuendeleza county. Na iwapo hii referral hii itakuja kujengwa, itakuja kufunguliwa na ianze kazi. Mimi naomba hii referral ikue chini ya leadership au nini uongozi wa national government. The same way Kenyatta National Hospital iko kwa national government. Because ikiwekwa kwa mikono ya huyu Fardosa huyu, kila kitu kitaharibika. Kila kitu kitaharibika. Na ndio sababu tunaambia watu 2027. Sisi tungependa sana kukaa na baraza. Tunampenda. Lakini sasa track record yake haitukubali. Tumpeleke nyumbani, tutafute mtu ambaye atatusaidia kulinda rasilimali za mwananchi. Mheshimiwa Mudavadi, umesikia kutoka kwake Mheshimiwa Shirako anasema kwamba track record ya Mheshimiwa Dr. FCPA Fernandez Barasa bado ina maswali mengi ambayo labda kujibu itakuwa muda sana. Anasema dawa tu ni kutafuta mtu mwingine kwa niaba yake ili kwamba afanye kazi kuanzia 2027. Labda tunapomalizia kutetea kwako. Mimi kwanza nikumwambia, unajua huwezi sema track record ya mtu iko chini na kwanza unasema hii general inaendelea, level 5 inaendelea. 2, unajua kama ndugu yangu itabidi nichukue ndugu yangu mahali governor naenda ku launch projects, tunatembea na yeye. Utamlipia fare? Nitamlipia fare. Magari county iko na magari mingi sana. Utakuwa unatembea tukienda kuna ile project tuenda ku launch Likuyani. Very soon tutakuchukua tutembee na wewe so that from there unasema amefanya ama hajafanya. Manake ndugu yangu uwezo kwa tunatoka Mumias unakuja hii town unarudi Mumias bila kuenda Ikolobani, bila kuenda Shinyalu, bila kuenda wapi. Kuna ile project ya mining Shinyalu ambayo tunaenda ku launch very soon. Na ni mradi ya governor amefanya ndugu yangu na itaajiri vijana wengi sana. Juzi mpaka Mumias yenyewe nasema maendeleo hakuna, tumefungua shule ECD school. Sijui kama unakumbuka ama ukumbuki. So when you talk of that, inafaa unakuwa na idea tena unauliza in real sense ni ukweli ama ni uongo. Unasema hajafanya maendeleo, the same time anasema alituma Savule China kuleta nini machine ya unga. Hiyo machine. Sasa kama unasema mwenyewe una confirm unasema alitumana machine na inafanya ndugu yangu, wakati tutakutana next nitakuleta, kwa sababu unajua wewe kama unakuja sasa unapata unga imeisha kwa shelf. Itabidi nikikuja next time nimletee unga so that I confirm what you are doing ni ukweli ama ni uongo. Mimi naweza nikaambia ndugu yangu, government is doing a lot ambayo Paranya alifanya in 10 years. Amefanya in 3 years. Hiyo ndio inafaa weke kwa track record yake. Kwa sababu unajua siwezi kuwa najenga kwako the same time najenga kwangu. Wewe una expect nijenge kwangu na ukumbuke kwamba na kujengea anajenga zile vitu Oparanya aliwacha. Unaongelea about the 500 million ambayo aliacha general. Oparanya hiyo pesa ilikuwa ishatoka kwa serikali yake. Hiyo project unaongelea hiyo. Pesa yake ilitoka na ikatumika kwa vitu zenye governor anakuja anapata pending bills. Hiyo hospitali imechelewa kusimama kwa sababu kuna yule engineer contractor mwenye alikuwa amepewa. Pesa ilitoka lakini hakupewa. Sasa yeye na yeye anang'ang'ana atatoa wapi hiyo pesa ambayo mnasema inafaa ilipwe huko, na pesa ilitoka kwa ile financial year ambayo governor mwenye alitoka alifanya nini? Alikuwa the same to Bukungu Stadium, na yeye anang'ang'ana. Unajua inafaa ashike huku na ashike huku. Wacha na mwenyewe kwa himself on how that money ilikuwa. Hiyo ndio nikushua, kwa sababu yeye hawezi kula pesa ya watu Kakamega. Yeye anataka afanyie watu Kakamega maendeleo. Na I know in every shilling ambayo serikali inatuma kwa county inafanywanga accountability. That's why kuna auditors ambao wanakuja kwa county. Unajua Khalwala ataenda pale kuraise vitu zenye hakuna kwa sababu yeye anaania kitu fulani of which mimi najua Khalwala hizo kwa governor. Hiyo najua. Khalwala the only way unless kama wanaweza organize iko kwamba like Western region inavuma sana kwa bullfighting, tunataka chairman wa bullfighting. Ikiwa wanaweza leta Kakamega waseme kwamba tunataka yule mwalimu wa kuandika vitabu ama wa kufundisha wanafunzi kwenda drama, hadi sio kilewana suit. Ikiwa watasema kwamba wanataka mtu kwenda na rungu kwa matanga, sarakasi, kuleta sarakasi, that is where LC ana suit. Lakini wakitafuta mtu wa maendeleo, huyu ni FCPA bwana. Unajua yeye chewa nyatu, huyu ni mtu amefanyia accountability ya pesa. Accountant amefanya.
Si kwamba ni mtu Khalwala daktari sisi okay. Khalwala maybe wakisema kwamba wanataka mtu kusimamia madaktari vile unafungua level hiyo, Khalwala akienda pale atapata kazi. Lakini wakati wa maendeleo, unajua Kakamega si kwamba unaongea eneo lako peke yako. Inafaa ujue kwamba ni 12 sub counties unaongelea. Na ile ambaye unafanya Lurambi, inafaa mwananchi wa Ikolomani tena jivunia sema na sisi umetuletea nini. Na ukienda Ikolomani ndio maana nimekuambia kuna kiwanda cha nini? Cha dhahabu, kwa sababu wameangalia the area kazi yenye iko pale dhahabu inatoka kwa wingi. So itaajiri wale watu ambao wako pale. Ukikuja kama hapa, this is a CBD. Na unajua ni kama Ikulu. Tumeleta level hiyo hospital yenye iko general na tumeweka Bukhungu Stadium ambayo ni international. Ambaye hata wewe ndugu yangu naomba very soon hata tukitoka hapa tuende, by the way governor ako hapa leo kama hujajua. Kuna michezo ya high school iko pale, ningomba uende ujivunie mwenyewe, hata uangalie yenyewe kuna development inaendelea ama hakuna. Ni baadhi ya maendeleo ambaye mimi si kwa iona carpet kwa maisha yangu. The first carpet I saw it was in Moi in Kisumu. Na ambaye you cannot compare it na ambaye ile ambaye iko wapi, because this is a modern carpet ambaye imekuja na ambaye hatungeona. Wao ulikuwa unaenda Bukhungu wakati wa Paranya, mvua ikinyesha mpira inasimama kwanza, kwa sababu maji imejaa kiwanja, hakuna mali inaenda. Lakini sasa hii mvua ikinyesha mpira inaendelea, kwa sababu maji ikiingia inaenda wapi? Juu ya carpet. Maendeleo ambayo tumefanya nini? Tumepata. So the kitu ambaye naweza nikaambia mwenzangu, tutakuwa tunatembea na wewe na nitarequest sana nitaenda kuongelesha governor, niwaambie kwamba kuna mtu anasema onanki maendeleo yako. Mahali tutakuwa tunaenda na wewe, ili wakati tutarudi kwa bunge la mwananchi na tutakuwa tunaenda tunapiga picha na kuja nasema hii alifanya ama hajafanya, na wewe ulikuwa pale, walikuwa wanafungua, at least itamsaidia na saidia watu wengine. Tunapomalizia, Mheshimiwa Shirako, tutakupa nafasi ya kutoa kauli yako ya mwisho, lakini pia uweze kutoa jibu. Tatizo ambalo linafanya labda haujaona kazi ya FCPA Fernandes Barasa ni kwa sababu hautembei, haujatembea Kakamega ili kwa hivyo Mheshimiwa Mudavadi amesema atajaribu kadri ya uwezo wake ili kwamba msafara wa governor utakuwa kuchukua popote penye utakuwa, ili kwamba unaandamana na yeye ushuhudie maendeleo. Unajua chema cha juza, kama Barasa angekuwa anafanya maendeleo ingekuwa inaonekana. Na mimi sisi natoka tu Mumias na kuja town nikirudi. Nimezungumzia maneno ya Chekalini, nimezungumzia maneno ya Matungu. Hata Ikolomani nilikuwa nataka kuzungumzia. Unajua hii kampuni ambayo anazungumzia ati Barasa anafungua nini. Hii ni kampuni ya mkoloni, Shanta Gold ni kampuni ya mkoloni. Na wakati mkoloni amekuja kuchukua pesa na dhahabu ya watu wa Kakamega kupitia kwa Ruto, Barasa yeye ni nakubaliana na nyinyi. Yaani Barasa ni mtu kukubaliana na kila kitu, unaelewa? Nakubaliana na ODM kutoa Sifuna. Nakubaliana na Ruto kunyang'anya watu wa Ikolomani shamba ya gold. Nakubaliana na sasa wewe unashangaa huyu ni governor. Wewe unakubaliana na kila kitu. Alafu kurudi kwa upande wa nini? Unasema ati mimi niandamane na Barasa. Sidhani kama nitapata hiyo nafasi ya kuandamana na nyinyi kwenda ku-launch swing. Ulisikia gavana Barasa ana launch, unaona hiki kitu watoto wana nini hivi? Barasa anaenda ku-launch vitu kama hizo. Gavana mzima unaenda ku-launch ECD. Oparanya alikuwa anajenga ECD 6 kwa kila sub county wakati wake. Barasa anajenga ECD moja na anaenda ku-launch pale na anakuja na watu kama 500. Hizi ni vitu ambazo Simon anataka mimi niandamane na governor kwenda ku-launch. Mimi sitakubaliana naye. Sisi tutampatia tu nafasi, hii mwaka imebaki moja, alaunch hizo vitu zake za ECD na nini akitembea na magunzu wake. 2027 ni wananchi wa Kakamega wanasema, sio mimi nasema. Na mimi kama president wa bunge la mwananchi, mimi nakaa na wananchi. Na mimi na represent sauti ya mwananchi. Nikiwaambia Barasa anaenda nyumbani 2027, mimi nataka mnisikize. Sio mimi nasema, ni wananchi wamenituma nikuje niseme. Kwambia Barasa kwa wewe ufanye nini, uamke, ulale, ucheze 2027, wananchi wanasema wanakupeleka nyumbani. Kwa sababu pesa zao hawaoni kitu ambacho unafanyia. Nimeongelea mambo hapa ya wage bill, nimeongelea maneno ya pesa ambazo zinakolektiwa. Umesikia akiongelea? Hawezi akaongelea kwa sababu wao ndio wanakula hizo pesa. 13 billion Barasa haiza kaambia watu wa Kakamega alizipeleka wapi. Na unajua nataka niseme kitu. Unaona mhalifu anaweza fanya makosa hata akienda kufanya uhalifu. Lakini askari akienda kufanya makosa
hawezi akafanya makosa. Umepata mtu kama lawyer ati ameshikwa ako kotini sababu amefanya makosa? Hapana. Kwa sababu gani? They know the law. When you know the law, you break it without anybody noticing. Unaona Baraza is an accountant. Unaona? Sasa hata akienda pale anaweza inaenda kujieleza nini lakini anajua venye ameiba pesa za county kwa njia yenye hawezi akashikwa na Senate. Senate inaweza kosa kukushika. Yes, sisi inaweza kosa kukushika. Lakini wananchi watakushika. Kwa sababu hawajaona unga, hawajaona mbolea, unaona, hawajaona maziwa, hawajaona hapa contractors bwana, kabla ni sawa. Contractors hapa Kakamega. Sasa they're in depression. Kuna wengine wanataka kujinyonga. 7 to 10 months haujalipa contractors. Contractors wao wako na wafanyikazi wao. Inabidi wanatoa pesa mfukoni, wanalipa wafanyikazi wenyewe. Mwezi wa kwanza unapita, wa pili unapita, mpaka 7 mpaka miezi 10. Governor hajalipa contractors. Na pesa nazo amekusanya. Hebu niambie, kama contractors hawalipi. Kwa sababu mmesikia nikisema there is no circulation of money in this town. Kwa sababu hata akina Toto hawalipi. Akina Jose Songo hawalipi. Na hao ndio watu ambao vijana wanategemea hii town. Wale wenye wanafagia, ilifika wakati waliacha kufagia. Ikabidi huyu county CS, county secretary anaitwa Mukoko, ametafuta tractor, ile tractor zenye Opara yanunua za kitambo. Akatafuta vijana hapa shilingi 200 mnaokota takataka wapi? Town. Vitu ambazo hatujawahi ona zikitendeka. Sasa this guy has failed in all aspects of governance. And that's why sisi tunasema hizi story mingi sijui amelaunch nini, amefanya nini. Sisi hatutasikia hizo ma story. 2027 ni wananchi wa Kakamega wanapeleka Baraza nyumbani. Umeshasikia bwana Mudavadi, lakini ningependa katika nafasi hii ili kwamba kuweza pia kuokoa muda unapojibu na kutoa kauli yako ya mwisho. Mimi unajua nashangaa sana ndugu yangu, unajichanganya kidogo wakati unasema umeona haujaona. Unajua wakati umeona kitu maendeleo unasema imefanyika na haijafanyika tofauti. Kwanza naweza summarize tu, when you talk of watu hawalipi contractors, many contractors ambao wamekuwa wakikuja county ni wale contractors walikuwa wakati wa Oparanya. Many contractors ambao wanaongelea. And wana claim walifanya kazi, yes walifanya kazi, hawakulipa na pesa ilitoka. So who is to blame? Hiyo msalaba Barasa bebe ambaye hajui ilikuwa aje. Hawezi akabeba kwa sababu atafanya aje accountability. Mimi nichukue pesa imekuja kwa health kwa hii mwaka. Nafaa fanya maendeleo kwa hii mwaka. Nalipa contractor ambayo alikuwa anafaa alipo 2018. Hiyo pesa nitafanyaje accountability? Ndio Khalwala apata nafasi kwenda Senate aseme kwamba pesa ilikuja na haikutumika. That is why Khalwala hizi akaongelea hii pesa kwa hii muda yenye governor amekuja. Anaongelea ile miradi ilikuwa ya Oparanya. Kwa sababu anajua hiyo pesa ilipotea wakati wa Oparanya. Ndio maana anaongelea about level hiyo hospital general, anaongelea Bukhungu. Ndio maana anaongelea kwa sababu anajua hiyo pesa ilikuja wakati wa nini? Na Barasa hizi account kwa sababu ilitumika na maendeleo haikufanya nini? Haikufanyika. So nakosoa ndugu yangu nikisema wale contractors unaongelea ni wanadai ile pesa ambayo ilitoka wakati wa serikali ya Oparanya. Si kwa sahi. So hiyo unajua Barasa ni mtu ambaye anapenda transparency. Kama umefanya kazi unapewa pesa yako, unafanya nini? Unalipwa. When you talk of the town ya kwamba ilikuwa chafu, I always say that unajua during Christmas wafanyakazi wana break kwenda kwa sherehe. Na ile siku 3 ambayo wali break kwenda sherehe, obviously unajua town tu uchafu ya siku 2. Hata nataka tu ukae tu town tu. Uchafu ya siku 2 tu hii town. You cannot control. You must increase manpower. Ndio hiyo uchafu itoka ara. Na ungesema yule contractor mwenye kwa amepewa ya kwamba asafishe ile town na watu wenye wako nao, hiyo town ingechukua hata wiki. That is why you saw that the county government now iliingilia kuisafisha haraka, kuincrease the manpower. Ili ndugu yangu asianze kucomplain ya kwamba town ni chafu. Juu wale watu najua ukipea mtu kazi amezoea ya leo, kusafisha ya leo, kesha akikuja atapata ni kidogo. Lakini kazi imekuwa ya siku 3 siku 4. Si kwamba watu walikuwa wamegoma, ni kwa sababu town watu walikuwa wamebreak, wameenda ile holiday na walirudi kungarisha town. Alafu jambo la mwisho naweza nikaambia watu Kakamega kwa jumla, tusikuwe watu wa kupoteshwa na viongozi ambao hawaangalii maendeleo ama wanaangalia kwa kukufurahisha. Hapana. Tukue wale watu ambao tunaangalia track record ya mtu. Ameingia kwa miaka ngapi? Na kazi amefanya ama hajafanya. Ndipo tunaweza tukamlaumu. Lakini tusio wale watu ambao tunafuata tu fulani amesema kwamba hajafanya na unafuata hapana. Shuhudia.
Wakati unasikia gavana anaenda kufungua mradi fulani mahali, enda uhakikishe, ili at least hata wewe ukuwe mmoja kuambia watu amefanya ama hajafanya, si kwamba unafidia information yenye hakuna, ni ya uongo. Na tupatie gavana hii muda yake afanye kazi, amalize. 2027 atakuja aonyeshe watu Kakamega alifanya nini. Lakini watu Kakamega, na mimi nataka niwaambie, tuunge gavana mkono, tuache afanye kazi yake kwa amani. Tuachane na wale viongozi ambao wanatupotosha kusema kwamba fanye maendeleo, ili hali maendeleo tunaona. Shukrani. Asante kwako Mheshimiwa Sherako. Asante sana. Kabla sijatoa kauli yangu ya mwisho Bwana Songa, kuna jambo ambalo niliona ni busara pia tuangazie kabla tujamaliza. Labda tunaweza kuwa tunalaumu gavana yetu na sio kupenda kwake. Unajua gavana, mimi sitaki kudanganya na nitasema tu, ni mtu wa kukaliwa. Baraza amekaliwa home and away. Nyumbani amekaliwa na profesa. Akikuja kazini amekaliwa na huyu mama chief finance officer wa finance. Like people are complaining. Unajua wakati Simon anasema ati contractors wenye wanadai ni wenye walikuwa upate Oparanya, kila kitu ni Oparanya na Oparanya. Sasa contractor mwenye anafagia hapa kama Jose Sonko alifagia wakati wa Oparanya. Huyu Toto mwenye anafagia Itaona alifagia wakati wa Oparanya. Hawa watu wanalalamika kwa sababu ule chief officer mama ambaye amesimamia wizara ya fedha hashirikiani, hataki kutoa pesa. Tunashangaa hizi pesa huyu mama wanataka kufanyia nini na Barasa? Hata hawa ma contractors wanasema kuwa wangekuwa na uwezo, wangemtoa yule mama kwenye ile nafasi yake ya chief officer, waweke mtu ambaye anaweza kalipa wanakandarasi. It's not a matter of kila kitu ni Oparanya. Huko ni mahali tulitoka kitambo. Sasa tunaelekea mwaka wa 4 tangu uingie kwenye uongozi kama Barasa, lakini bado unalia Oparanya. Ni kumaanisha wewe sio kiongozi. Mimi wasia wangu kwa watu wa Kakamega hata tayari nishawapatia kuwa Barasa tulimpea kazi, Barasa ameshindwa na kazi. Hii maisha sio rehearsal. Kama tumempea chance na ameshindwa, hakuna haja kusema tu tumejaribu tena kwa mara ya pili. Ashashindwa. Barasa wewe hata 2027 usisumbukane ku campaign. Ile kidogo umekula umejenga ma rentals kule Bondo, wapi Butere, umejenga kule Jaramogi Oginga Odinga, utakulia hapo. Lakini 2027 sisi tunataka uongozi mpya wa governor hapa Kakamega County. Asante. Nimekuwa na Mheshimiwa Sherako Bernard ambaye ni rais wa bunge la mwananchi Western Edition. Wanakuwa na vikao vyao katika bustani ya Muliro Gardens. Na vile nimekuwa na Mheshimiwa Simon Mudavadi ambaye pia anahakikisha kwamba anasukuma agenda ya two-term county na vile national government, akiwatetea viongozi hawa Rais William Ruto pamoja na Daktari FCPA Fernandez Barasa kutokana na kazi yao. Wanatoa kauli hizi, bado ni marafiki, wana mitazamo tofauti, lakini haimaanishi kwamba ni maadui. Vile kwamba mimi na wewe lazima tuweze kukumbuka kwamba bado tunahitajiana hata kesho, japo kwamba tumetofautiana kimawazo na kimitazamo. Kutoka kwenye Maika TV, mimi Nelson Songa, nashukuru sana kwa muda wao, jinsi ambavyo pia wanashiriki wakitoa kauli zao na mtazamo ambao una shape mwelekeo wa kisiasa wa kaunti ya Kakamega na taifa kwa ujumla. Tutakuwa nao tena kuweza kuzungumzia na mengine kila yanapojiri katika ulingo wa kisiasa. Kutoka kwangu na kwao, kwa niaba yao nasema asante sana kwa muda wenu. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.